Wakati ni swala la muda na muda ni sasa. Am I talking to somebody? Yes. Am I talking to somebody? Mimi nataka mawazo yako yaende hapa. Yaani achana na mawazo ya nyumbani kwako. Achana na mawazo ya kazi yako. Achana na mawazo ya biashara. Achana na mawazo ya yule mwanamume. Achana na mawazo ya yule mwanamke. Achana na mawazo hayo. Weka mawazo yako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Alafu hayo mengine Biblia inasema atakupa tu kwa ziada. Hayo mengine ni bonus atakupa. Anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki. Alafu hayo mengine atakupa. Tatizo ni kwamba tunayatafutaga hayo kwanza. Hatuyapati hayo, ndio maana hatuyapati. Kwa sababu tunaanza kuyatafuta hayo ambayo tumeambiwa tutapewa kwa ziada. Ni bonus yetu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawafurahia wageni ambao wamejumuika pamoja nasi. Familia ya mtumishi wa Mungu, rafiki yangu Lucida, Mungu akubariki sana. Amen. Karibuni sana, nimefurahi kuwaona. Mmenitia joto na nguvu zaidi. Nimefurahi Mariam, karibu pia. Karibuni wote. Jisikie uko nyumbani kabisa. Alafu mwambie Mungu, sema na mimi nikiwa mahali hapa. Atakusikia na atakujibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru kanisa, tulikuwa na wiki la maombi, kufunga na kuomba toka Jumapili iliyopita mpaka jana. Tulimaliza Ijumaa kwa mkia Jumamosi kwa mfungo, kwa maombi ya mkesha, na tulimuona Mungu akitusaidia sana. Ninaamini mwezi wa 11 huu kwako hautakuwa wa kawaida. Utakuwa ni mwezi wa tofauti sana, kama ambavyo wengine wameshaanza kuona. Utakuwa ni mwezi wa kwako kuthibitishwa. Utathibitishwa katikati ya malango uliopo. Bwana asifiwe. Haya ni majira ya watoto wa Mungu kuthibitika. Neema ya utimilifu itakutembelea kwenye malango yako. Haleluya. Kwa hiyo tembea na hili neno, shika hili neno. Mwezi wa 11 ni mwezi ambao Bwana ameachia neema maalumu ya utimilifu wa ustawi katikati ya malango yetu au kwenye malango yako. Iko neema maalum ya utimilifu. Kama kuna mambo yalikuwa yanachelewa, huu mwezi lazima yatimie. Bwana asifiwe. Ili tuwe na neno la shukrani Disemba 2025. Lazima yatimie. Iko neema maalum itakayotusaidia ya utimilifu na ustawi kwenye malango yetu. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwa watoto wako, iwe popote. Iko neema maalum ndani ya mwezi wa 11 ambao Bwana ataiachilia kwenye hilo lango alipokuweka. Neno lake ni kweli na ni amina. Na tulikuwa tunatembea na kitabu cha Joshua. Biblia inasema kwenye Joshua 1 namna ambavyo Musa alikuwa hayupo, na ile misingi ama yale maono ama lile kusudi ambalo Mungu aliliweka ndani ya Musa. Sasa Mungu anamwambia Joshua, Musa mtumishi wangu hayupo. Kwa hiyo wewe utasimama kwa zamu yako, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu wewe Joshua ndio utakaye timiliza kusudi ambalo Musa mtumishi wangu nilimwagiza, la kuhakikisha anawatoa wana wa Misri utumwani kuingiza katika ile nchi ya ahadi. Haleluya. Akamwambia ni wewe utakaye yafanya haya. Uwe hodari tu na moyo wa ushujaa mwingi. Utende sawa sawa na sheria na misingi na kanuni ambayo Musa mtumishi wangu alikujuza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tuliangalia hayo kwa wiki nzima na tumeingia nayo kwenye maombi katika maeneo tofauti, na tumeona Mungu akitusaidia namna ambavyo tulijikumuta na baadhi ya roho fulani ili tuweze kuyamiliki malango yetu, tuweze kustawi kwenye hayo malango ambayo Bwana ametuweka. Sasa leo
natamani tuseme kwa uchache kwa habari ya faida ya kusikiliza na kufuata maelekezo ya Mungu kwenye maisha yako. Maelekezo ya Mungu kwenye maisha yako. Faida ya kusikiliza na kufuata maelekezo ya Mungu katika hali uliopo, katika malango Mungu aliyokuweka, katika nafasi Mungu aliyokupa. Haleluya. Lakini naongea na watumishi wa Bwana. Na nilishasema na nitaendelea kusema, unapokuja madhabahuni pa Mungu hakikisha una Biblia na una notebook yako kwa ajili ya kuandika. Una Biblia, mwanafunzi anavitendea kazi. Mwanafunzi yeyote mwaminifu, anayejua kazi, anayejua kusudi, anayejua nimeenda shule kufanya nini, lazima atakuwa na daftari, atakuwa ana kalamu zake, ana kila kitu. Kwa hiyo ninaamini ninaongea na wanafunzi wa Kristo ambao wamejiandaa. Somo linasema faida ya kusikiliza. Si tu kusikiliza na kufuata maelekezo anayokupa Mungu kwenye eneo lilopo, ama mahali unapopita, ama kwenye kusudi ambalo Mungu amekupa. Ipo faida ya kusikiliza, na si tu kusikiliza na kufuata. Halo, tukumbuke tupo kwenye wingu na utimilifu. Tupo kwenye neema maalumu ya utimilifu wa ustawi wa baraka zetu sisi ndani ya mwezi wa 11. Kwa hiyo najaribu kufundisha hichi kipengele, ni moja ya kipengele ambacho ni muhimu sana ili uweze kutimia, ili mambo yako yaweze kutimilika, uweze kufanikiwa, uweze kustawi. Hii neema ni ya muhimu sana. Kusikiliza na kufuata maelekezo Mungu anayokuambia, Mungu anayosema na wewe katika eneo alilokuweka, katika pito unalolipitia, katika kusudi ulilolibeba. Bwana asifiwe. Lengo la somo hili ni nini? Lengo ni kutaka kuleta msisitizo juu ya umuhimu wa kusikiliza na kufuata maelekezo ya Mungu anayokupa kulingana na hali ulionayo. Lengo la hili somo, ninaweka msisitizo wa umuhimu wa wewe kusikiliza na kufuata maelekezo ambayo Mungu anakuambia au anasema na wewe kulingana na hali ulionayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninajitahidi kufundisha leo, ndio najitahidi kufundisha, sitamani kuhubiri. Sitamani nikufundishe uelewe. Sasa ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati, nianze na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Naomba toe sharp ili muweze kunisaidia. Kumbukumbu la Torati 28:1 pale. Kumbukumbu la Torati 28:1 na anasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia, hautazifuata. Haleluya. Hautazitafuta, hautazipambania, zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Halo. Unaposoma hili neno la Mungu, natamani ulisome katika roho. Utaona hapa vigezo na masharti ambavyo neno la Mungu linatuelekeza. Cha kwanza, utakaposikia, tena sio kusikia juu, ujitahidi usikie kwa bidii. Ujitahidi kusikia kwa
bidii. Anasema na kuyatunza, kuyafanya maagizo. Sio moja. Haleluya. Sio mawili. Maagizo yote ambayo Bwana amekuagiza, ndipo Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Halo. Unataka kutukuzwa juu ya mataifa yote duniani? Unataka kustawi? Unataka kufanikiwa katika eneo lipi? Je, ni mambo yapi Bwana amesema na wewe? Ni mambo yapi umeashika kuyafanya ambayo Mungu amesema na wewe? Ili katika kuyafanya yale maagizo, katika kusimamia ile misingi ama lile kusudi Mungu alilokupa, kupitia hilo ndipo Bwana atakutukuza kwa mataifa yote. Halo. Anasema na baraka hizi zote zitakufuata, zitakupata utakapokuwa umekaa katika kusikia na kufanya kile ambacho Bwana amekuamuru kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa nirudi kwenye lile neno ambalo tumekuwa tukitembea nalo katika mwezi huu la Joshua. Turudi pale. Joshua 1. Nitasoma kwa kuruka kidogo kwa sababu naona muda unakimbia. Anasema Joshua 1:1 anasema, ikawa Bwana baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi iwapayo wana wa Israeli. Anaendelea kumwambia, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Anampa toka tangu jangwa hili na mlima. Anaendelea kumuelekeza hapa. Nataka niruke kidogo niende 6 na 7. Anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. 7. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili apate kufanikiwa sana kila aendapo, anachotakiwa kuweka akilini ni kutunza na kufuata yale maelekezo, ile sheria, ile misingi ambayo Musa alikuwa akimwelekeza, alikuwa akimfundisha kipindi cha uhai wake wakiwa wanatumika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili Joshua aweze kulikamilisha lile kusudi la Mungu la kuwatoa hawa watu, kuwaingiza katika nchi ya ahadi, ili mpasa awe na ufahamu wa misingi ya kusudi ambayo Mungu alikuwa amempa kupitia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kufanikiwa kwa Joshua, kulifanikisha ile kusudi la Joshua, ili mlazimu atembee katika sheria. Ndio maana ukiendelea hapa anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Anasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Tena kisha ndipo utakapostawi. Kitabu hicho cha Torati kwa kweli leo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Unataka tu kustawi, unataka tu kufanikisha njia yako. Ipi sheria ya Mungu ambayo Mungu amekupa? Ni maelekezo yapi ambayo Mungu amekupa? Una sheria ipi ambayo Mungu amekupa katika hiyo? Kwa sababu hiyo pekee ndio itakayokupa kustawi na kufanikiwa katika njia yako. Halo. Haleluya. Haufanikiwi tu from nowhere. Haufanikiwi tu kutoka mahali popote tu.
ufanikiwe kulingana na sheria, kanuni, taratibu ambazo Mungu amekupa, ambazo Mungu amekusemesha. Ndio maana kuna umuhimu, ninakwambia, iko faida ya kusikiliza maelekezo ambayo Mungu anakupa ili uweze kustawi, ili uweze kufanikiwa, ili uweze kumiliki. Sasa nikiulize, ni maelekezo yapi ambayo Mungu amekupa juu ya maisha yako? Kwenye eneo la familia yako tu, kwenye eneo la biashara yako tu, ni maelekezo yapi ambayo Mungu amesema na wewe? Kwenye eneo la huduma yako, ni maelekezo yapi Mungu amekupa? Unataka kufanikiwa kwenye eneo la biashara, je, ni maelekezo yapi uliopewa? Bwana Yesu asifiwe. Unataka kufanikiwa kwenye eneo la ndoa, umepewa maelekezo yapi? Ambao kwako ni kitabu chako cha Torati hicho, ambao kwako ni sheria yako hiyo. Bwana asifiwe. Hatufanikiwi from nowhere. Hautafanikiwa from nowhere. Kama ambavyo Mungu anamwambia Joshua. Tena nikasoma hapo nikasema huyu Mungu aliyempa kusudi, Mungu aliyempa maono, Mungu aliyempa hii sheria Musa, huyo ndio anamwambia Joshua, refer kile ambacho Musa mtumishi wangu. Anasema Joshua ni mtumishi wa Musa, sio mtumishi wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Joshua alikuwa mtumishi wa Mungu kupitia Musa. Anasema Musa mtumishi wangu na Joshua mtumishi wa Musa. Kwa maana nyingine, mafanikio ya Joshua katika kulitimiza kusudi la Mungu yamekuwa attached na Musa. Alipaswa kumsikiliza Musa ili afanikiwe. Alipaswa kutembea kwa kanuni Musa alizomfundisha ili afanikiwe. Haleluya. Wewe unamsikiliza nani ili ufanikiwe? Tumeacha kumsikiliza Mungu, tumeanza kusikiliza wanadamu. Tumeacha sheria ya Mungu, kile Mungu anasema na maisha yetu, tumeanza kusikiliza wanasiasa. Tumeanza kusikiliza watu ambao hata hawajaokoka. Ndio watu ambao wanakuelekeza kwa habari ya maisha. Haleluya. Ndio watu ambao wanakuelekeza kwa habari ya biashara. Ndio hao wanaokuelekeza kwa habari ya ndoa yako, alafu ustawi. Halo. Kitabu hiki cha Torati kisitoke. Utakapoisikia sauti ya Bwana kwa bidii na ukayafanya yale maagizo, kufanikiwa lazima ufanikiwe. Kustawi lazima ustawi. Neema ya utimilifu lazima igonge malango yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna jambo unalopitia ambalo mtangulizi wako kwenye hilo eneo hana maelekezo yake. Unajua tunaishi, nisaidie kuongeza kidogo microphone sauti. Tunaishi kana kwamba sisi ndio wa kwanza kuishi kwenye ulimwengu. Halo. Hakuna kitu ambacho tunapitia kwenye maisha yetu ambacho kwenye Biblia hakipo. Hakuna maisha mapya. Ndio maana Suleiman akasema hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Kila ambacho tunapitia, kila ambacho tunakutana nacho, kila ambacho tunaona kwetu ni mtihani, kwetu tunatamani kuvuka katika hicho, kilishafunuliwa. Ni kutafuta neema ya kuwa connected na mtu sahihi akupe code ya kutoka hapo. Akupe maelekezo ya namna gani unavuka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, mtangulizi wako mwenyewe unamjua? Aliyekutangulia unamjua? Kwenye hilo eneo hana maelekezo yake. Wengi wetu hatuna utayari wa kujifunza. Nilikuwa natafakari kwa habari ya Joshua, nikasema kwenye kipindi kama hiki, kwenye nyakati kama hizi, Musa angeondoka, inawezekana tusingekuwa na Joshua. Kwa sababu gani? Watu hawako tayari kujifunza. Na huwezi kujua kwa nini wakati mwingine Mungu anakuletea mtu
mbele yako? Kwa nini Mungu anamweka plani mbele yako kwenye kazi yako? Kwa nini Mungu amekupa bosi wa namna hiyo? Kwa nini Mungu amekuweka mbele, amekuunganisha na huyo kwenye biashara? Kwa nini Mungu amekukutanisha na huyo katika hilo? Hatuko tayari kumuuliza Mungu, hatuko tayari kupewa maelekezo, hatuko tayari kuingia gharama. Kwa maana nyingine, kwenye maisha kama ya sasa hivi, huenda tusingekuwa na Joshua ambaye alishamezeshwa sheria, alishamezeshwa misingi, kwamba hata kama hayupo, maisha lazima yaendelee, kwamba kusudi la Mungu lazima litimie. Leo hata kwenye huduma, mtumishi wa Mungu asipokuwepo, huduma inakufa. Wakina Joshua wako wapi? Kwenye familia, iwe ni mama iwe ni baba, mama usipojua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kukuweka hapo, baba anapoondoka, familia, watoto wanaanza kuombaomba, watoto wanaanza kuingia mitaani, watoto wanaanza kuingia kwenye mateso. Kusudi la Mungu wewe kuwa hapo ni lipi? Ama mke anaondoka, baba anabaki, baba anachanganyikiwa, hawezi kulea wale watoto na alipewa msaidizi. Ina maana kuna maelekezo, kuna sheria, kuna taratibu ambazo Mungu alikusudia katika hawa. Huyuko mtangulizi wa kukusaidia, kukuelekeza, ili ambapo anapokuwa hayupo, maisha mengine yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mpango wa Mungu. Kila penye Musa pana Joshua. Kila palipo na kina Haruni huku, Musa alikuwa pia na Haruni. Yaani Mungu kanuni yake haijipingi. Ila hatuko tayari kujifunza, hatuko tayari kuwa wanyenyekevu, hatuko tayari kutulia na kujifunza, hatuko tayari kuelekezeka, hatuko tayari kunyenyekea. Ijumaa tukaomba kwa habari ya unyenyekevu, kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wale wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtangulizi wako inawezekana ni bosi tu, ana maelekezo ya kuweza kukusaidia kutoka hapo kufika mahali fulani, lakini hauko tayari. Kwanza haumjui, kwanza haujasemeshwa. Inawezekana sio bosi, ni partner wako tu kwenye masuala ya biashara, ana maelekezo tu ya kuhakikisha unatoka kwenye level moja unaenda kwenye level nyingine, lakini hatuko tayari kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke ninazungumza kwa habari ya faida ya kuisikiliza na kufuata maelekezo ambayo Mungu anakupa kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Nikaanza kuzungumza kwa habari ya mtangulizi, kwa sababu kila eneo Mungu alilokuweka kuna mtangulizi ambao unatakiwa uzijue sheria, akuelekeze na kanuni, akuelekeze na misingi ili uweze kufanikiwa, kwa sababu utaratibu wote Mungu amempa. Sasa yako mambo ya kuzingatia. Nilipokuwa nikitafakari ile neno nikagundua yako mambo ya kuzingatia. Cha kwanza, unamsikiaje Mungu ambaye hauamini kwamba yupo? Ni rahisi kusema nimeokoka, ninampenda Yesu, lakini unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, wakati mwingine unatoka kabisa, unasahau hata Mungu yupo. Unasahau kama Mungu yupo. Kwa hiyo ili uweze kuisikia, uweze kuwa na neema ya kufanya kile ambacho Mungu, lazima urudi kuamini bila kuwa na tashwishi kwamba Mungu yupo. Na kama Mungu wetu yupo, anasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisoma kwenye hiki kitabu cha Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna nani? Na neno. Naye neno alikuwa wapi? Kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kwenye Yohana 15, tena huyo anakaa ndani yetu. Anasema kaeni ndani yangu na maneno yangu ndani yenu. Yupo. Jambo la msingi lazima ujue Mungu yupo. La pili, lazima ujue kama Mungu yupo anasikia. Kwa sababu kuna mazingira unaweza ukapita nayo ukakata
tamaa ukaona kabisa Mungu hayupo, na kama yupo kwa nini asikii? Nasemaje? Mungu yupo na anasikia. Ndio maana alizungumza kwenye Nyakati kule wa 2:7. Akasema utakapojinyenyekesha na kuomba, nitasikia kutoka juu na kusamehe maovu yenu na kuiponya nchi yenu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba, mimi Mungu nitasikia. Mungu anasikia. Haleluya. Mungu wetu si kiziwi, anasikia. Ila Mungu akishasikia, hatuko tayari kukaa tena kitako tukasikia na yeye anasema nini kwa habari yetu. Ni rahisi sana kuingia kwenye maombi Januari tu Disemba, tukamaliza mfungo huu tukaingia mfungo mwingine tukaomba. Je, baada ya kumaliza maombi umepata muda na wewe usikia anasema nini? Haleluya. Haleluya. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Kama ni mawasiliano, lazima kuwe na feedback. Ili nitume ujumbe nijue umefika, lazima nione nimejibiwa. Lazima kuwe kuna reply pale. Lazima kuwe kuna feedback pale. Sasa sisi tumekuwa ni wana maombi ama watu tunaoomba, alafu hatutaki na sisi kusikia Mungu anasemaje sasa. Kwa habari ya hili ambalo nimelipeleka, yaani una ratiba ya kuomba sana, kupeleka hoja sana, kulia sana mbele za Mungu, lakini hauna muda wa kutulia na wewe usikie upande wa pili nini anasema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wapendwa wengi tuko hivyo. Ndio walokole wengi tuko hivyo. Tumefundishwa tu maombi ya kuomba na kuomba na kuomba. Kwa habari ya kutulia tusikie. Kwa sababu kufanikiwa kwetu, kutoka kwetu, mipenyo yetu ipo katika kumsikia sasa anasemaje. Kwa sababu Biblia inasema atatufundisha na kutuelekeza na kutushauri njia tutakayoiendea. Hiyo njia unayoiendea amekufundisha yeye. Hiyo njia unayoiendea amekushauri yeye. Kabla hujatafuta ushauri kwa marafiki na ndugu na jamaa, rudi kwa Mungu, kwa sababu anasema nitakushauri tena jicho lako likikutazama. Nitakuelekeza njia utakayoiendea. Bwana Yesu asifiwe. Vijana leo wanaingia kwenye ndoa, alafu akifika kwenye ndoa na anaanza kumuuliza hivi ndio yeye kweli? Umefeli. Utakuwa uulize kwanza kabla. Lakini kwa sababu ya uzembe, uvivu, tunakwepa kulipa gharama kwa sababu Mungu mpaka aseme, yaani unaingia mwenyewe alafu unataka Mungu akuthibitishie ukiwa tayari uko ndani. Hicho kikombe utakinywea. Mwambie mwenzecho kikombe utakinywea. Mbona umwambii? Mwambie hicho kikombe maidia utakinywea. Kwa sababu tunapaswa kumwambia Mungu, lakini pia tunapaswa kusikia nini Mungu anasema ili tuweze kutembea katika kusudi la Mungu. Lakini kama Mungu anasikia, basi yupo Mungu anayejibu maombi pia. Ninasema kama Mungu anasikia, yupo basi na Mungu anayejibu hayo maombi. Haleluya. Yeye ni Mungu ajibuye maombi kutoka patakatifu pake. Lazima tuwe na huo uhakika, watu wa Mungu. Mungu wetu yupo. Mungu wetu ni dhahiri. Mungu wetu anasikia. Mara pengine anasema kabla hamjaomba nimekwisha kujibu. Halo? Kabla hamjaomba amekwisha kujibu. Ni Mungu anayesikia. Na ni Mungu anayejibu maombi. Lakini jambo lingine ni Mungu anayesema. Mungu wetu si bubu. Mungu wako si bubu. Anasema. Mara ya mwisho kusikia Mungu akisema na wewe ni lini? Halo? Lini umesikia Mungu akisema na wewe? Lakini kwambia mara ngapi umeenda mbele za Mungu kuomba? Ndio naambia pasta wiki yote ilikuwa na maombi. Okay. Lini Mungu amesema na wewe kitu?
unaweza kuomba na Mungu anasikia, uwe una uhakika anasema na yeye. Anasema. Na siri ya kufanikiwa, siri ya neema ya utimilifu ni wewe kusikia Mungu anasema nini. Kwa sababu iko nguvu katika maelekezo ambayo Mungu anayatoa kwenye maisha yako. Ipo faida ya kuisikia hiyo sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Utakwepa hasara mbalimbali ambazo ungeziingia. Utakwepa gharama mbalimbali ambazo ungeingia kwenye hizo gharama. Tunaingia kwenye gharama wakati mwingine na aibu kwa sababu tumeshindwa kuwa wasikivu Mungu anaposema. Tumeshindwa kuwa wasikivu katika yale Mungu ambayo anasema. Na kama tumekuwa wasikivu, kuna mahali tumeshindwa kufuata maelekezo anayotuambia. Ikatupelekea kuingia katika gharama mbalimbali. Kuingia katika magonjwa mbalimbali. Kuingia katika lawama mbalimbali. Kuingia katika kupoteza hasara kubwa. Kumbe kuna namna Mungu alishasema, hujataka kusikia. Kama umesikia umepuuzia. Kwa sababu nazungumza na watu aina tatu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao sio kwamba Mungu aseme na wao, anasema na wao, ila hawaelewi. Kuna mwingine anasema Mungu na yeye na anaelewa, lakini hajaamua kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hilo ni kundi lingine la watu. Na kuna mwingine Mungu hajasema kabisa juu ya maisha yake. Yuko gizani kabisa. Sasa huyo angalau na neema, akifundishwa anaweza kutoka hapo. Lakini huyo ambaye Mungu anasema, Roho Mtakatifu anasema na unatoa ufahamu lakini ufanye, hicho ni kiburi. Inafika mahali Roho Mtakatifu ananyamaza kimya. Sasa unaanza kuenenda kwa mazoea. Unaanza kuenenda kwa akili zako. Unaanza kuenenda kwa namna wengine wanavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu analala nampa swali hapa. Leo sinafundisha. Ukiona unasinzia na kukupa swali hapo, unakuja kuendelea kuhubiri nilipoishia. Haleluya. Amen. Ziko njia ambazo Mungu anasema na watu wake. Kuna mtu anaweza kanitajia 1 2 3 hapa. Mungu anasema na wewe kwa namna gani? Flora, Mungu anasema na wewe kwa namna gani? Yeye Mungu anasema naye kwa ndoto, mtumishi wa Mungu Moses, Mungu huwa anasema na wewe kwa namna gani? Na kama asemi niambie tupasa mimi Mungu anasema na mimi kwa kweli. Ndio nataka leo tulifunguke hapa. Wewe ni kwa namna ipi Mungu anasema na wewe? Kwa maono. Mungu anajifunua kwa maono. Mtumishi wa Mungu hapa binti yangu. Wewe Mungu anasema na wewe kwa namna ipi? Maono na wewe. Naye anasema Mungu kwa ndoto, na wakati mwingine kwa maono kabisa Mungu anajifunua. Kuna vitu anamuonyesha kabisa. Haleluya. Wewe Mungu anasema na wewe kwa namna gani? Dada pale Mariam, kama nimeshika vizuri hivi. Maombi. Mungu anasema na yeye pia kupitia maombi. Hapa mtumishi wa Mungu Francis, wewe Mungu anasema na wewe kwa namna gani? Yeye Mungu anasema kwa ndoto, lakini pia kupitia watumishi wake. Safi kabisa, Nataka kusikia mtu mwingine. Hapa, nitakulia bana hapa. Mungu huwa anasema kwa na wewe kwa namna ipi? Kupitia maombi. Na kwa imani pia. Amen. Yeye kwa maombi na kwa imani pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mungu wetu anasema. Na lazima kama mtumishi wa Mungu, kama mwanafunzi wa Kristo uliokoka, lazima uzijue njia ambazo Mungu anatumia kusema na wewe.
Njia mojawapo amesema hapa, ndoto. Mungu anatumia ndoto kuzungumza na watu wake. Njia nyingine, maono. Anaweza umekaa tu ukaona kabisa maono mchana kweupe, au usiku umeamka ukaona maono kabisa, picha ya wazi. Mungu anakuelekeza vitu, Mungu anakufundisha jambo. Haleluya. Lakini pia Mungu huyo huyo anaweza kusema na mtu kupitia watumishi wake, sio tu sisi wa madhabahuni. Tunajua kila mtu ni mtumishi. Hata ofisini bosi wako anaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu vile vile, na akasema nawe jambo. Hata chizi tu kule mtaani anaweza akakwambia tu jambo, na katika uchizi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ukashangaa huyu amejua hivi haya mambo yangu. Mungu anasema na wewe pia kupitia watu ama watumishi wake. Unaweza kukutana na mtu katika jambo fulani huko tu, akakueleza kitu mpaka ukasema jamani, Mungu anasema na wewe kupitia mtu. Mungu anasema na wewe kupitia neno lake, kama hivi ninavyohubiri. Ndio Mungu anasema hivi. Halo? Halo? Kuna mwingine Mungu anasema naye kupitia neno. Kila anapokuja madhabahuni anaona hili ni neno langu. Hili ni neno langu. Hili ni neno langu. Huyu pastor ameniweje napita hapa. Huyu mchungaji ameniweje napitia hiki. Ndio Mungu anasema naye kwa namna hiyo. Na anatoka. Akisikia hiyo sauti, akayafanyia kazi ya maelekezo, ametoka. Halo? Inawezekana mtu wala hajafunga, wala hajaomba, lakini kwa kusikia sauti ya Mungu kupitia neno lake, kupitia watumishi wake, akasikia na akafuata maelekezo na akatoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anasema na wewe kwa njia ipi? Inawezekana ni neno la maarifa. Mungu anaweza kusema pia na wewe katika neno la maarifa. Ninachotaka kukuambia ni kwamba katika hali zote unazopitia, kuna neno la Mungu katika hiyo hali lililotumwa kwako. Katika hali yoyote unayoipitia, amini kwamba lipo neno la Mungu lililotumwa kwako katika hiyo hali ulionayo. Hebu fungua na mimi Zaburi 107 mstari wa 20. Zaburi 107 mstari wa 20. Tunalifika hapo? Okay, anasema hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo ya. Katika hali yoyote unayopitia, lipo neno la Mungu analolituma kama package ya kukutoa hapo, ya kukusaidia hapo, ya kukuhamisha hapo. Haleluya. Kwa nini hauhami hapo? Kwa sababu haujalisikia hilo neno la Mungu lililotumwa. Haujalifuata hilo neno la Mungu lililotumwa. Ndio maana bado upo hapo hapo. Lakini hakuna situation ambayo unaipitia, ambayo inakuchanganya, ambayo unatakiwa upate majibu ya namna gani natoka. Lipo neno la Mungu la kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema anawatoa katika maangamizo. Yeye hulituma neno lake. Neno la Mungu ni package, imekamilika. Je, anasemaje kwenye neno lake? Ninapopita katika uvuli wa bonde la mauti, ninapopita katika magonjwa, ninapopita katika kukosa amani, lipo neno la Mungu atakalolituma kama package ya kukutoa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema hutakufa hata kama umepita mahali ambapo huna imani kama asubuhi utaamka. Lakini lipo neno la Mungu linalotumwa kama package ya kwamba nitakusamehe dhambi yako na nitakuponya ugonjwa wako. Nitakutoa katika maangamizi. Nitautoa uhai wako hapo. Bwana asifiwe. Ni neno lipi ambalo limetumwa kwako? Ni hali ipi unayoipitia
ambalo bado haujaliona neno la Mungu lililotumwa kwenye hiyo hali. Katika hali yoyote, katika mazingira yoyote, lipo neno la Mungu ambalo ameliamuru kuja kukutoa katika hiyo hali unayoipitia. Unachohitaji ni nini? Ni kusikia kutoka kwake, ni kufuata maelekezo anayokupa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakumbuka habari za Eli na Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Samuel alikuwa hajui namna ambavyo Mungu anasema na yeye, akawa amelala, Mungu akawa anamuita Samuel. Samuel anaamka, anaenda kwa kuhani wake Eli, anamwambia umeniita? Eli anamwambia sijakuita, rudi kalale. Mara ya pili tena Mungu anamuita Samuel. Samuel anarudi kwa kuhani wake Eli, anamwambia baba umeniita? Anasema mimi sijakuita. Ndipo Eli anatoa ufahamu, huyu Samuel mtoto wangu alikuwa hajafikia level ya kusikia sauti ya Mungu na kuielewa. Kwa hiyo akamwambia huyu Eli akaelewa, kuhani Eli, kwamba huyu atakuwa ni Mungu anasema na Samuel. Lakini Samuel hajatiwa ufahamu wa kujua sauti ya Mungu. Haleluya. Ndio maana akamwambia akikuita tena mwambie nipo hapa Bwana, sema na mtumishi wako anafanyaje? Anasikia. Halo. Halo. Habari za kuhani Eli na Samuel alipokuwa akiitwa na Bwana. Yaani inawezekana kabisa huku kuna watu tuna wokovu wa miaka 20, wokovu wa miaka 10, wokovu wa miaka 3, 1, lakini Mungu anaposema na sisi hatuelewi. Mungu anapotuita hatuelewi. Sasa Mungu akusaidie kwamba uwe na mtu kama kuhani Eli wa kujua kabisa wewe umeitwa katika nafasi gani. Hiyo ni sauti ya Mungu. Akikuita tena mwambie Bwana, mtumishi wako anasikia. Sema Bwana, mtumishi wako anasikia. Haleluya. Na mara ya 3 Mungu alipomuita Samuel akamwambia sema Bwana, maana mtumishi wako anasikia. Je, unaisikia sauti ya Mungu? Je, unasikia maelekezo Mungu anayokupa? Je, unajua kuitofautisha sauti ya Mungu na isiyo sauti ya Mungu? Maana si kila sauti itakayokuja kwako ni sauti ya Mungu. Si kila maelekezo utakayopewa ni maelekezo ya kiungu. Bwana asifiwe. Si kila ndoto utakayoota ni ndoto ya kiungu. Kuna ndoto nyingine ni adui. Na ndio maana wengine wameingia kwenye mitego na mashimo, nafsi zao zimekamatwa kwa sababu tu katika ulimwengu wa roho kwa njia ya ndoto adui amepitisha uharibifu. Kwa sababu gani? Ndoto ni lango katika ulimwengu wa roho linaloweza kupitisha vya Mungu ama kupitisha vya adui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kila ndoto inatoka kwa Mungu, nyingine zinatoka kwa adui. Na wengi wamenaswa kupitia ndoto. Wengi wamefungwa kupitia kwenye ndoto. Wengine wamepewa maelekezo na mizimu akijua ni Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamepewa maelekezo na mtu amenitokea akaniambia sijui alikuwa anang'aa, sijui nini akajua huyu ni malaika wa Bwana huyu. Kumbe ni roho za mizimu. Sinaambia mwanangu usifanye hivyo. Mwanangu usifanye hivyo. Usiende hapo. Usifanye hivyo. Watu wanaishi kwa maelekezo ya roho za mizimu. Watu wanaishi kwa kufundishwa na mizimu ya bibi zao, ya babu zao. Usiolewe na huyo. Ametokewa katika ndoto. Ametokewa katika maono. Sasa ni lazima kama mtoto wa Mungu ujue kuchanganua hivi vitu. Je, ni roho ya Mungu ama ni roho za uovu ama ni roho za uharibifu zinazungumza? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninaongea na mtu. Watoto wa Mungu, ninaongea na nini hapa? Sasa faida mojawapo ya wewe kuisikiliza na kufuata maelekezo ambayo Mungu anayaachia katika hali ulionayo. Jambo la kwanza ni nini kitatokea? Iko neema ya utimilifu ama ziko baraka za Mungu zitakazokupata. Sawa sawa na Kumbukumbu 28
Mstari wa kwanza na kuendelea hapa. Watatu. Anasema na baraka hizi zote zitakufuata. Ipo faida ya kuisikia. Ndio maana anasema ijapokuwa mtaisikia sauti ya Bwana wenu kwa bidii, mkayafuata maelekezo anayosema na ninyi, whether ni kwa ndoto, whether ni kwa neno, whether ni kwa watumishi wake, hapo ndipo utakapoisikia kwa bidii na ukafuata yale maelekezo, baraka hizi zitaambatana na wewe. Kwa hiyo iko baraka ya utimilifu, iko baraka ya kustawishwa, ziko baraka, package ya baraka ambayo imeambatana na hiyo faida ya kumsikia Mungu. Mbaraka wa Mungu sio mafanikio. Na hapa ngoja niseme kidogo. Sio kila aliyefanikiwa amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Si kila unayemuona amefanikiwa ana baraka ama ni mbarikiwa. Mbaraka wa Mungu sio mafanikio. Ndio maana kuna watu wanafanya biashara na wanapata faida, lakini bado hauoni ustawi kwao. Kuna watu wana kazi, wameajiriwa, whether ni private sector ama ni government sector, lakini ameajiriwa, lakini hawezi kuona akistawi. Kwa sababu mbaraka wa Mungu ni tofauti na mafanikio. Huyu ambaye atasikia sauti ya Mungu, huyu ambaye atafuata maelekezo ya Mungu, baraka za Mungu zitatembea na yeye, si mafanikio. Halo. Haleluya. Yeye mwenyewe tu kwanza atafanyika ni baraka. Yeye mwenyewe tumesoma Genesis 26 hapo. Mwanzo 26:22 tukasema Mungu ametupa ile neno season of water wells. Tumepewa miaka 10 ya visima vyenye maji yenye kututosheleza. Lakini tukajifunza kwa habari ya Isaka, ya kwamba Isaka mwenyewe alikuwa ni baraka. Haleluya. Hata alipopewa agenda ya kuchimba visima, kwanza tukumbuke kwamba Isaka mwenyewe alisimama katika hii nafasi ya kusikiliza na kufuata maelekezo ya Mungu. Biblia inasema ukisoma Genesis 26, Mwanzo 26, naomba nirudi hapo nitaendelea. Mwanzo 26. Hakuna ambaye anatembea na mbaraka wa Mungu, watu wa Mungu, akabaki vile alivyo. Sikia nikwambie, Mwanzo 26 anasema ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa katika siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea. Bwana akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Haleluya. Ajenda ya Isaka kwenda kwa mfalme Abimeleki ilikuwa ni kutaka kuondoka kwenye ile nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na njaa, na hiyo njaa haikuanza kwa Isaka. Hiyo njaa ilianza toka enzi za baba yake Ibrahim. Alipita na Ibrahim kwenye kipindi cha njaa. Isaka naye akaja kujikuta katikati umri fulani anapita kwenye hali ambayo baba yake alishaipitia. Isaka akataka kukimbia yale maisha. Akataka kukimbia ile nchi. Asijue yeye ni baraka. Haleluya. Ashukuriwe Mungu kwamba Isaka alikuwa ana neema hii ya kuisikia sauti ya Mungu na kutii maagizo ambayo Mungu anampa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana aliposema naye usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi hiyo nitakayokuambia, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Haleluya. Sio na kukufanikisha, nitakubariki na wewe utakuwa ni baraka. Kwa Isaka akakaa katika ile nchi ambayo ilikuwa nini? Jangwa, nchi ya ugeni ambayo ilikuwa ina njaa. Akaanza kuchimba kisima, kikanyang'aniwa. Akachimba kingine, kikanyang'anywa. Akachimba kingine, akaja kupata Rehobothi. Akaona maji kidogo, akachimba nyingine, akaja kupata Beersheba.
Lakini alifanyika baraka kwa sababu alikubali kusikia maelekezo ambayo Mungu alisema na yeye na akatii, usiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Unakutana na njaa, unakutana na vita, unakutana na maneno, unakutana na kitu gani, alafu unataka kukimbia hiyo hali, alafu Mungu anakuambia kaa, usiondoke. Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu anakusudia kukufanya uwe baraka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Anakusudia kukufanya wewe uwe baraka katikati ya jangwa, katikati ya nchi yenye njaa. Akutumie wewe kutoa chakula kwa wengine, akutumie wewe kuwa majibu kwa wengine, akutumie wewe kuwa faraja kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ipo faida ya kuwa baraka, lakini baraka za Mungu kukujia kama tu utasikia sauti ya Mungu na kufuata maelekezo ambayo Mungu atakupa. Faida ya pili, unapata kushinda bila kutumia nguvu kubwa. Mtu mmoja akapenda kusema, apostle anapenda kusema hili neno, palipo na neema hapahitaji CV, hapahitaji vigezo. Tulio na neema hatutatumia nguvu kubwa kama wanaotumia wasiokuwa na neema. Ukiona unatumia nguvu kubwa kwenye eneo lolote, jua neema imepungua. Unahitaji kuongeza neema, unahitaji kuongeza ushirika wako na Mungu, unahitaji kuongeza juhudi ya kumsikia Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapata kushinda bila kutumia nguvu kubwa. Hiyo ni faida nyingine ya kusikiliza na kufuata maelekezo ambayo Mungu anakupa. Whether ni kwa ndoto, whether ni kwa maono, whether ni kwa neno, whether ni kwa watumishi wake, lakini utapata kushinda bila kutumia nguvu kubwa. Utapata kushinda bila kuaibika, bila kudharaulika, bila kuingia kwenye vifungo vingine visivyokuwa na maana. Kwa sababu gani? Umesikia sauti ya Mungu na umefuata maelekezo ambayo Mungu alikupa. Tusome kwa haraka pale. Andika Waamuzi 7 mstari wa kwanza. Waamuzi 7 mstari wa kwanza. Utaisoma hiyo yote kwa muda wako, lakini kuna maeneo utayagusia hapo. Anasema kisha Yerubali, yani Gideon. Tunazungumza kwa habari ya Gideon. Na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka na mapema, wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harod, na kambi ya Midiani ilikuwa upande wao wa kaskazini karibu na mlima wa More bondeni. Bwana akamwambia Gideoni. Haleluya. Ninazungumza nini? Ninazungumza kwa habari ya kusikia kile Mungu anasema na wewe, kwa habari ya kufuata maelekezo ambayo Mungu anasema na wewe. Hakuna neno utalisoma huku la watumishi wa Mungu, la mtu yeyote kwenye Biblia aliyekuwa shujaa, aliyefanya vitu vyenye kuonekana kwenye maisha leo tunajifunza kwao, ambao hakusikia sauti ya Mungu, hakufuata maelekezo ya Mungu. Gideon anaambiwa watu hao walio pamoja nawe ni wengi mno, hata wakawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio umeniokoa. Hiyo story ni ndefu. Gideon anapewa maelekezo na Mungu namna ya kukipunguza kikosi alichokuwa amekiandaa ili aende akawapige Wamidiani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameandaa watu zaidi ya 5,000 kwenda kuwapiga Wamidiani, kwenda kushindana na Wamidiani. Mungu akamwambia, mambo hayaendi hivyo. Sisi watu wa imani, sisi watu wa neema, hatutatumia nguvu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ili isije tukawapa utukufu wetu watu wengine. Mungu anataka kujitwalia utukufu yeye. Kwa hiyo katika lile jeshi alilokuwa nalo Gideon, Mungu akamwambia, punguza, hao watu ni wengi sana. Kumbuka, jeshi anaenda kupigana nalo ambalo ni Wamidiani walikuwa ni wengi. Biblia inasema kama mchanga wa bahari. Hata katika wale watu ambao Gideon alikuwa amewaandaa, Mungu bado anamwambia wapunguze.
Anawapunguza kwa namna gani? Alimpa vigezo na masharti, kimojawapo kikiwa ni kwenda wapeleke hao watu wakanywe maji, alafu uangalie namna watakavyokunywa maji. Akampa maelekezo, atakayeinama na mitutu yake na bunduki zake anakunywa maji kwa kulambalamba kama mbwa, huyo anakufaa kwenye kazi. Yule atakayeweka mashine zake chini, sijui nini chini, anapiga magoti anywe maji, au huyo hakufai. Vigezo ni hivyo. Alifuata maelekezo. Akajikuta lile kundi kubwa lilokuwa nalo, ile jeshi kubwa lilokuwa nalo, ile ende nalo vitani, wamebaki watu 300 tu. Akamwambia hao sasa, nenda nao, hakika utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maeneo mengine hatushindi kwa sababu tunaenenda kwa akili zetu. Tunataka vita nyingine tupigane kwa akili zetu, tupigane kwa ufahamu tulionao, tupigane kwa silaha tulizonazo. Kumbe sio kila silaha unayoifahamu ya vita unatakiwa uitumie katika vita ulionayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Gideon alifuata maelekezo ambayo baba alisema naye, na ile vita kwake ilikuwa ni nyepesi sana. Akawashinda Wamidiani, akawapiga Wamidiani waliokuwa ni wengi kuzidi watu 300 kikosi chake ambacho alikuwa nacho. Ni muhimu kusikiliza maelekezo ya Mungu hata kama ndani yako kuna ufahamu wa namna ya kutoka kwenye hiyo vita, namna ya kutoka kwenye hiyo shida. Hata kama ndani yako una ufahamu wa namna ya kutoka kwenye huo ugonjwa, kwenye hilo jaribu, lakini hebu rudi tena mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nahitaji kusikia sauti yako, nahitaji kusikia maelekezo, nipe njia ya kutoka katika hili. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumesoma kwa habari ya Joshua, namna ambavyo aliongoza kile kikosi chake kwenda kuangusha ule ukuta wa Yeriko. Moses, Bwana asifiwe. Mungu alimpa maelekezo namna gani ukuta wa Yeriko utaenda kuanguka, tofauti na ambavyo yeye Joshua alikuwa amefikiria, tofauti na ufahamu wa Joshua ulivyokuwa, tofauti na akili ya Joshua ilivyokuwa. Baba akamwambia, hii vita haitapiganwa hivyo. Haleluya. Yapo maelekezo nitakayokupa mwanangu, na hii vita ndani ya siku 6-7 huu ukuta utaanguka. Halo. Halo. Hiyo vita yako kwa nini ichukue muda mrefu? Hiyo shida kwa nini ikae hapo muda mrefu? Turudi kusikia maelekezo ya Mungu anasema nini. Turudi kusikia sheria ya Mungu anasema nini. Joshua akasikiliza na akafuata maelekezo. Ule ukuta wa Yeriko siku ya 7 ukaanguka kwa kupigwa kelele, kwa tarumbeta kupigwa, kwa nyimbo kuimbwa na kumtukuza Mungu, na ukuta ukaanguka wenyewe. Haleluya. Maeneo mengine Bwana, vita nyingine tunapigana kwa kumsifu Bwana, zinapigwa kwa kumtukuza Mungu, zinapigwa kwa kumlilia Bwana, zinapigwa kwa kumwadhimisha Mungu peke yake, na hiyo vita inapigwa na Yeriko yako inaanguka. Haleluya. Tusikariri tu. Silaha za Mungu ni nyingi. Mungu ana silaha nyingi. Galani mwa Mungu zipo silaha nyingi, watu wa Mungu. Usishikilie moja tu. Usishikilie neno lake peke yake. Kuna mahali itahitaji tu uachie tu damu ya Yesu. Kuna mahali itahitaji ufunge tu hata usiombe. Umeamua tu kunyima mwili wako chakula, basi. Kuna mahali pengine atakwambia, mwanangu imba tu Zaburi, mwanangu imba tu, niadhimishe tu. Kama usiku wa kuamkia leo nimejikuta saa 9:30 ninaabudu Mungu kwa namna ya tofauti. Roho Mtakatifu akaniambia usiombe lolote. Leo ninataka tu nisikie ukiniadhimisha. Tena kwa machozi na mabubujiko ya ajabu ambayo sikujua ile nguvu imetoka wapi. Nikajikuta nalia tu na kuomba tu na kutokwa na machozi na makamasi vimechanganyikana hapo. Mimi nasema hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hauna stahili Bwana, umenitetea, umenitoa katika makano ya simba, umenisaidia, umenitunza, mimi ni nani? Hivyo tu, sikukemea, sikufanya chochote. Paka ile kiu ikakatika ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kuta, si kila changamoto,
Si kile unachopitia ni lazima ufunge, ni lazima uombe, ni lazima ufanye. Turudi kumwambia Mungu tunataka tupate kodi sahihi ya namna gani tunatoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu yupo, Mungu wetu anasema, Mungu wetu anajibu, Mungu wetu anasikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Faida ya tatu ambayo nitaishia hiyo kwa leo, ya kuisikia na kufuata maelekezo Mungu anayotaka uyafuate. Faida utakayopata, unapata kujua chanzo au asili ya tatizo ulilonalo, ya hali ulionayo. Mungu anakupa kujua. Tumekuwa tukidili na tatizo, hatujataka kudili na chanzo cha tatizo. Ndio maana kuna majira unaona kama limeisha na baadaye tena linajirudia. Kwa sababu ni sawa na kukata mti ukaacha kung'oa kisiki chake. Hilo tatizo haliwezi kuisha. Hiyo hali haiwezi kuondoka. Inawezekana kwa majira tu utaona kana kwamba haipo, lakini as long as mizizi yake haijatoka, itachipua tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana watu wa Mungu wanapenda kusema wokovu wa mara moja, lakini ukombozi ni kitendo endelevu. Ni kitendo endelevu, ni process inayoendelea. Hamna mtu atasema nimefika mahali nimekombolewa, niko huru. Hayupo. Ukombozi wa mwanadamu ni hatua endelevu. As long as unaishi, unahitaji ukombozi. Unahitaji kuendelea kukombolewa. Unahitaji kuendelea kukombolewa. Unahitaji kuendelea kukombolewa. Lakini wokovu ni wa mara moja. Ukiwa umeokoka, umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hamna mtu atasema sio niliokoka mwaka jana, sio ikawaje, nikafanyaje, narudi kuokoka tena. Labda kama uliokoka ulikuwa haujui nini umefanya. Lakini kama ulikuwa unajua nini nimefanya, ni kitu gani nimeamua kuingia, ni namna gani nimeamua kumpa Yesu. Yaani otherwise ulienda tu mkumbo. Lakini kama uliamua ndani yako na ukajua nimeingia kwenye kitu gani, hakuna Biblia inasema cha kukutenga na upendo wa Mungu. Hakipo. Kuzaliwa ni mara moja. Haimaanishi katika safari ya kuzaliwa umezaliwa leo hautaanguka. Unaweza kuanguka kabisa. Ndio maana nasema ukombozi ni hatua endelevu. Hatua endelevu. Kila siku unajikumuta hiki, unaachana na hiki. Neema Mungu inaendelea kukusaidia taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapata kujua chanzo ama asili ya hiyo hali ulionayo. Na watu wa Mungu tunakata miti tu, hatumoi visiki. Pruni tunafyeka tu majani hivyo vichaka. Hatutaki kutoa na mizizi. Kwa nini? Kwa sababu kutoa mizizi jamani, kuna gharama. Haleluya. Kuna gharama. Wapo watu waulize, watu wanaofyeka vichaka, wanaokata miti mikubwa. Hata pruni leo atakata yale majani, ataliputa nguvu tena siku nyingine atakata hapa, ataanza kuchimba, ataacha shimo, atamwagia maji, baada ya muda tena ataendelea kuchimba mpaka aje atoe kwa mzizi. Sio siku moja. Hasa sisi tumekuwa tunadili na hali tulizonazo. Tunadili na changamoto tulizonazo. Tunadili na uchumi mgumu tulionao katika namna nyepesi tu ya kukatakata tu miti. Turudi kumwambia Mungu atupe kodi, atupe maelekezo, aseme na sisi ni nini asili ya hii changamoto, ni nini asili ya uchumi ambao hausimami, ni nini asili ya hii ndoa ambayo haisimami, haikai ikasimama, haikai ikaniacha nikae na amani. Ni nini asili ya hii shida? Haleluya. Ni nini asili ya watoto wangu wao ni kufeli? Unataka ukatekate miti kwa kumpiga tu, kwa kumpeleka tuition ya hapa na pale, kumwadhibu peke yake haitoshi. Haleluya. Rudi kumwambia Bwana akupe maelekezo ili uweze kupata kujua chanzo cha hii hali. Kwa nini mtoto wangu anafeli? Kwa nini mtoto wangu anakuwa mwisho? Kwa nini mtoto wangu amekuwa hivi? Nimejaribu kufunga, je,
hajawahi kusoma. Babu wa babu mpaka babake, unakuta tu elimu ya babake yenyewe ni darasa la 7. Chanzo ni nini? Ndoa haitulii, ndoa haina amani, ndoa inaingiliwa. Unabaki tu unalia, unabaki tu unasema, unabaki tu unafanyaje, unabaki tu unaendelea na maisha yako ya kawaida. Hautaki kuumia, kujua Mungu kwa nini? Kwa nini? Kumbe mume mwenyewe ambaye uko naye, mke mwenyewe ambaye uko naye, tayari ana maagano ya kutosha kule nyuma. Kimwangalia baba yake, hicho anachopitia ndicho alichokuwa anapitia mama mkwe wako. Na ndicho alichopitia mama mkwe huyo ambaye hatumjui. Roho inaenda. Uovu Biblia inasema unapatiliza mpaka kizazi cha 4 cha wamtafutao. Kwa hiyo hawezi kuchomoka hapo eti kwa maombi ya siku moja, eti kwa maombi ya wiki moja, ukaona Mungu hajibu, ukaacha, ukaendelea kutafuta utoke kwa namna yako, kwa akili zako mwenyewe ni ngumu. Lazima urudi umwambie Mungu, lazima urudi umwambie Mungu akupe neema, aseme na wewe upate kujua ni nini shida, ni nini chanzo cha hili tatizo. Limeanzia wapi? Shida iko wapi? Ukidili na mzizi, umelimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukidili na mzizi, umelimaliza. Lakini kudili na mzizi nimesema nini? Ni gharama. Hatuko tayari kuingia gharama. Hatuko tayari kujisumbua sana. Hatuko tayari kuacha usingizi. Tena wa saa 9 ule ni mtamu hatari. Baridi. Madhabahu ni mbali. Sadaka ya kula unapata ya kumtolea Mungu kwa ajili ya mtoto wako, kumtolea Mungu kwa ajili ya kazi yako haieleweki bosi ya kuelewe, kumtolea Mungu kwa ajili ya biashara yako inalogwa inatamkiwa, kumwambia Mungu hii ni dhabihu yako kwa ajili ya biashara. Yaani nataka uniambie, sosi ya mimi kila siku kutapeliwa, kila siku pesa yangu inapotea, kila siku kuna roho kama ya tumolete, nikiweka nikirudi haipo. Ni nini? Kikuumiza akili. Unasubiri tu mtumishi wa Mungu akuombee. Haitoshi. Mtumishi wa Mungu kweli ataomba, lakini asikana naye akahusika tu kukata mti, hajang'oa. Lazima Mungu akuambie, whether ni kwa ndoto, whether ni kwa maono, whether ni kwa neno la maarifa, kwa namna yoyote aseme na wewe asili ya hii shida pale mwanangu. Asili ya hii shida pale mwanangu, umevuka. Haleluya. Nasema umevuka. Haleluya. Unapata kujua chanzo au asili ya hali ulionayo. Hebu tumsome, tufungue Samuel. Tufungue kitabu cha Samuel. Namaliza na hii point kwa leo. Samuel wa pili, ule mlango wa 21 pale chini. Tasoma mistari michache kwa kuruka. Biblia inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa miaka 3. Mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Haleluya. Wewe hiyo shida, hiyo changamoto, hiyo hali ulionayo, huu ni mwaka wa ngapi? Na je, umefanya nini? Daudi aliamua kutafuta uso wa Bwana. Kumbuka na uzungumza habari ya Daudi, alikuwa ndo mfalme. Wakati anaingia kwenye ufalme kama mfalme, Daudi anakuta nchi yake ipo katika hali ya njaa. Umeingia kwenye nafasi ya uongozi, umeingia kwenye nafasi ya utumishi, unakutana na hali ya njaa, unakutana na ukata mwaka kwa mwaka, muda wa miaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Ashukuriwe Mungu kwamba Daudi akaamua kutafuta uso wa Mungu. Bwana akasema, haleluya. Ninampenda huyu Yesu, unapomtafuta anasema jamani. Yaani unapomtafuta anasema. Yuko Mungu mbinguni, asikiaye maombi yangu. Ninapoomba asikia, anajibu. Haleluya. Ninapoomba asikia maombi yangu. Bwana akasema, kwa sababu Daudi aliamua kutafuta uso wa Bwana.
ni kwa ajili, Bwana anamwambia hiyo njaa unayoiona miaka 3, anampa majibu, anamwambia ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Sio, unaelewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoutafuta uso wa Mungu ili Mungu aseme, akupe maelekezo, moja ya faida unayoipata, unapata kujua hakika asili ya chanzo cha hilo tatizo. Daudi ameutafuta uso wa Mungu. Why? Miaka 3 Mungu mfululizo. Nini kinaendelea? Nina uhakika hakuangalia shida ya njaa. Hakwenda mbele za Bwana kwamba Mungu ondoa njaa. Mungu alitaka kujua kwa nini kuna njaa miaka 3 mfululizo. Kama kiongozi, kama mfalme, kwa nini kuna njaa toka nimeingia kwenye utawala? Kwa nini kuna hiki toka nimekalia hiki kiti? Daudi akaenda mbele za Bwana kulingana Bwana, ili Bwana ampe chanzo cha ile shida. Naomba nikwambie, Mungu alimpa majibu ya chanzo cha shida, hakuiondoa shida. Halo. Alimwambia ni kwa sababu ya huyu mfalme aliyekuwepo kabla yako aliwaua Sauli, aliwaua wao wa Gibeoni, alimwaga damu. Hii njaa unayoiona kwenye hii taifa Daudi ni kwa sababu Sauli mfalme aliyetawala kabla yako aliua. Hiki ndicho ambacho kinapita. Hii njaa ni matokeo ya kile ambacho amefanya Sauli mtangulizi. Ndio maana kuna haja ya kuomba kwa ajili, sio ya nchi pekee yake, hata kwa ajili yako. Kumbuka nafasi ulionayo, kuna mtu alishakuwepo kabla yako. Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni nafasi ya utumishi, iwe ni nafasi ya serikalini ya kazi, iwe ni nafasi sijui ya kisiasa, sijui ni ya kidini, kuna watangulizi walishakaa. Na hauna uhakika kama walifanya yale mapenzi ya Mungu. Lakini tunafika mahali tuna relax. Nimechaguliwa kuwa mbunge, unaifurahia nafasi ya ubunge, unaanzia hapo kuongoza watu. Umeteuliwa kuwa sijui mkuu wa wilaya, unaanzia hapo unamtukuza Mungu, unaendelea na maisha na kula bata la mkuu wa wilaya. Umechaguliwa kuwa rais, umenogewa na marupurupu ya kule Ikulu, umerelax, unataka kuongoza nchi katika, hujui mtangulizi aliyekaa kabla yako alifanya nini. Kwa hiyo unajikuta unafanya kazi katika hali ngumu, unatumika mahali pagumu, kumbe aliyekutangulia aliacha mimwaga damu nyingi sana. Kwa hiyo unakaa ofisini hakuna hela, unakaa kwenye biashara hakuna hela, unakaa ofisini ni maumivu, watu tu wanaumia, watu tu wana malalamiko, watu tu uongozi wako unakuwa mgumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna shida ilitangulia. Kwa hiyo sasa tunawahitaji watu kama akina Daudi wa kurudi na kulia madhabahuni kumuuliza Mungu, shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akamwambia tatizo Daudi, hii njaa ya miaka 3 isiyokoma unayoiona. Na inawezekana aliomba kuanzia mwaka wa kwanza. Biblia haisemi. Inawezekana toka mwaka wa kwanza alikutana na hiyo changamoto, anaomba. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka tunaambiwa neno kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Mwaka kwa mwaka, inawezekana mwaka kwa mwaka Daudi yuko kwenye maombi. Mpaka Mungu anakuja kumpa kujua hii shida, kwamba ni Sauli na nyumba yake waliwaua hao Gibeoni. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho unakutana nacho. Sasa ili ukishughulikie, jambo la kwanza, Mungu tayari ameshampa kujua chanzo au asili ya tatizo alilokuwa anakutana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo lazima uhusike na chanzo chake ili upate mpenyo wake. Kuna mambo lazima ukubali kuhusika na chanzo, ukijue chanzo ili uweze kuona mpenyo.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiendelea hapa 14 chini huko na ruka hiyo mistari mingine anasema, kisha wakaifukiza mifupa ya Sauli na Jonathan mtoto wake mwanawe katika nchi ya Benjamin huko Zera kaburini mwa Kishi babake. Wakafanya yote aliyoyaamuru mfalme, na baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliridhia ile nchi. Kwa lugha nyingine ile nchi ilitoka kwenye ule ukiwa, kwenye ile njaa, kwenye ile hali iliyokuwa inapitia. Kwa sababu baada ya Mungu kumpa maelekezo, akampa na nini afanye. Mfalme Daudi akatenda sawasawa na maagizo ya Mungu, na Mungu akairidhia ile nchi. Utawala wa Daudi ukawa mwepesi. Uongozi wa Daudi ukawa wenye tija. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mahali gani, ni hali gani unayoipitia mtu wa Mungu? Jana wa leo nataka urudi mbele za Mungu. Umwambie Mungu aseme na wewe. Mungu akupe maelekezo, the way forward. Nini kifanyike? Mungu aseme na wewe ili uweze kutoka kwenye hiyo hali, ili uweze kupata ushindi katikati ya hiyo hali, ili Mungu ajitukuze kupitia wewe. Haleluya. Haleluya. Na Mungu ni mwaminifu. Atasema na wewe kwa lugha nyepesi, kwa ufahamu ule ambao uko nao. Kwa sababu Mungu huwa ana tabia ya kusema. Unaona kwa Sauli, alimwita mara 3. Atasema na wewe mara kwanza. Haujamwelewa atasema tena. Atasema kwa namna mbalimbali ambayo kulingana na ufahamu wako ulivyo. Anavyosema na mimi Mungu sivyo atakavyosema na wewe. Kila mtu kuna namna Mungu anasema naye kulingana na nini? Na uwezo, level of understanding alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Je, huyu mtoto wangu atanielewa kwa namna ipi? Mungu atajifunua kwako, atasema na wewe. Huenda kwa sababu ana roho ya utii na unyenyekevu, atakutumia mtumishi, atakwambia tu utafanya na utatoka. Anaona kwenye ndoto mtamchelewesha, kwenye maono mtamchelewesha. Labda huyu ni kwa neno tu, kwa sababu anapenda kulitafakari neno, anapenda kulisoma neno. Nitasema naye hapo hapo tu kwenye neno. Anaelewa. Bwana asifiwe. Kwa ni maombi yetu mchana wa leo kwamba Mungu mwenyewe aturudishe kwenye square one, tuweze kumsikia, tuweze kuyafanya maagizo atakayotupa, ili tuweze kuiona neema ya utimilifu, ili tuweze kustawi kwenye malango tuliopo, ili tusiweze kustruggle, kuhaso kama wanavyohaso wengine. Hatupaswi kuhaso kama wengine. Na huku tuna roho wa Mungu ambaye Biblia inasema anayajua yote, yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Anajua. Kwa nini tunajisumbua? Kwa nini tunasumbuka? Na huku tuna Mungu ambaye anajua toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Huyu neno alikuwepo. Yupo. Anajua hata kesho yangu mimi. Hata baada ya nusu saa anajua. Kwa nini naingia kwenye makano ya simba? Kwa nini naingia kwenye shimo kama kipofu? Kwa sababu sijaruhusu kumsikia Mungu. Sijaruhusu kuongozwa na Mungu. Sijaruhusu anifundishe. Sijaruhusu anielekeze. Sijaruhusu anishauri. Nimeweka mbele wanadamu kunishauri kuliko Mungu. Biblia inasema yeye ni mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeona wapi tumekwama watu wa Mungu? Tumeona wapi tumekwama? Tumeona wapi tumekwama? Uwezo wa kutoka hapo tulipokwama tunao. Neema ingali ipo. Roho Mtakatifu yupo kutusaidia. Yupo kutuvusha. Kama tutaweka bidii kumsikiliza. Kama tutaweka bidii kufuata maelekezo. Kama tutaweka bidii kuyasikia yale anayotuambia. Tena roho Mungu huwa anaugua sana. Anaugua sana. Anapoona unaelekea kuingia kwenye shida, kwenye moto, wakati yeye yupo amesema na kusema na kusema.
Sasa nini tufanye? Ndicho ambacho namaliza hapa. Tunachotakiwa kukifanya ili tushinde, pamoja na kusikia na kufuata maelekezo, lazima ili uweze kufuata na kusikia hayo maelekezo vizuri, kuimarisha mahusiano yako na Mungu, kutii na kulifuata neno la Kristo, kuimarisha na kudumisha mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Haleluya. Hivi leo utatoka tu unakotoka ukaje mimi nikaanza tu kukupa siri zangu? Serious, inawezekana? Tu shalom pastor shalom nikaanza kumiminika. Jana sijana. Jana sijui nini, hivi na hivi, jana mume wangu. Hivi inawezekana? Ukiona ni hivyo huyo mtu kuna bond. Kuna mahusiano. Haleluya. Ndivyo ilivyo kwetu na Roho Mtakatifu. Haezi tu kukupa siri tu wapi umetegewa mitego, wapi adui amefanya hivi, kama hakuna bond na yeye. Lazima tuimarishe mahusiano yetu binafsi na Roho Mtakatifu. Halo. Tumeangalia kuimarisha mahusiano yetu na mashosti zetu kuliko na Roho Mtakatifu. Kuna watu wako tayari akarushana na shoga yake, bora akarushana na Mungu. Shoga ananipa ubuyu, ananipa umbea. Shoga huyu akija Jumapili uko tayari kuailisha ibada, ukae na shoga kuliko umuumize. Ametoka mbali kuja nyumbani kwako. Anakwambia shoga yangu tupige story nikueleze jana iliyonikuta. Unaweka makalio chini na wewe hivi. Unasema nitamwambiaje? Nenda ibada. Shoga yangu itakuwa mwisho wa ushoga wangu mimi na yeye. Yaani unathamini ushoga kuliko mahusiano yako na Mungu. Unathamini kazi kuliko mahusiano yako na Mungu. Unathamini nafasi ya kwanza ni ya kwako kuimarisha mahusiano yako na Roho Mtakatifu, kwa sababu huyo ndiye mwaminifu kupita unavyofikiri. Ndiye kweli kupita unavyofikiri. Ndiye rafiki mwaminifu kuliko unavyofikiri. Na ndio rafiki wa muda na majira yote kuliko unavyofikiri. Hamwachaji mtu. Labda wewe uamua kumwacha. Halo. Nasema Mungu hana tabia ya kumwacha mtu. Ndio maana Biblia inatuambia ni Mungu wa wote wenye mwili. Sio tu wao waliokoka. Ni Mungu wa wote wenye mwili. Ndio maana vibaka wezi wanaenda kuiba na wakamata. Na haombi. Lakini ana imani nitavunja na nitachukua na nitaondoka, na Mungu yupo kumsaidia. Haleluya. Ili uache kulalala ovyo mpaka unaibiwa. Haleluya. Ni Mungu wa wote wenye mwili. Hamwachi mtu. Anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Labda ufike mahali unibwage uniache. Ndio na mimi nitakaa pembeni. Lakini Mungu hamwachi mwanadamu. Ila mwanadamu ndio anamwacha. Kwa hiyo turudi, tumwambie Bwana, tunahitaji ushirika na wewe. Mwimbaji mmoja akasema, mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe Mungu. Haleluya. Na kwenye Zaburi kwa akasema Daudi anaionea shauku. Kama ayala aionea shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yake inamwonea Bwana shauku. Ndivyo nafsi yake ina kiu na Mungu. Nafsi zetu zitoke kwenye kiu na mambo ya dunia, mambo ya kazi, mambo ya nini. Yaani kiu zetu zitoke huko, zirudi kwenye kiu na Mungu, kwenye mahusiano yako na Mungu. Wale watu upande wa pili ambao wengine tumetoka huko, ametoka kusema hapa binti yangu huko wanaheshimu ibada. Mwambie binti alikuwa anafanya ibada mara ngapi kwa siku pale nyumbani kwangu. Jamani, huyo ni binti yangu amekaa hapo, huyo alitaka Yesu mbele. Salha, sisi namuita Sara. Amen. Kutoka kwenye Salha, Sara. Alikuwa ni mwaminifu, na hiyo roho iwe mara 770. Yaani kuja kwa Yesu sio ndo unakaa tu. Imarisha mahusiano na Mungu. Alikuwa anaamka,
atajifunga shughuli zake, swala mimi kwa simsumbui, swala anaanza kazi zake. Mchana dhuhuri, na ndio nini, atapiga sana yake ndio aendelee na kazi zake. Jioni atapiga swala zake. Mimi kwa namuona mara 3, sio kama anafanya 5 sasa ndio sijui. Lakini kwa namuona zote 3. Lakini Mkristo akikurupuka tu kitana mshuka tip. Lena mambo yake. Akija kulala huko amekurupuka tu mkao na Yesu. Ameshalala, yeye shimo shetani. Hapo utake kustawi, utake kufanikiwa. Tuimarishe uhusiano wetu na Mungu. Kama Ayala anavyoonea mito ya maji shauku, ndivyo nafsi zetu zimuonee Mungu wetu shauku. Mimi nakwambia tukitembea kwa namna hiyo, tukiwa na ushirika na Mungu kwa namna hiyo, tukiwa na ukaribu na Mungu namna hiyo, Mungu atatusemesha vitu hujawahi ona. Mungu atatuonyesha mambo haujawahi ona. Mungu atakwambia hata leo pale usipeleke hiyo biashara yako, leo peleka pale. Kuna wateja nimewaandaa tayari. Ila kwa sababu utakusikia tunaenda kwa namna ya kawaida ya mazoea tunakwama. Tena wakati unaenda kwa mazoea na deli lako la mandazi Neema ndio linabebwa. Unakutana kibaka na kutambika na deli amebeba. Kumbe roho Mungu alishasema leo usiende hivi. Ukaona kwa nini? Leo usifanye. Leo pumzika acha. Sasa ndani yako unafurukuta naye unafanya yanabaki. Ukikaa ukitafakari ila kweli nisikia kuacha leo. Jamani, Roho Mtakatifu ni mwaminifu anasema. Amen. Mimi nakumbuka nilisemesha mpaka tu kwa habari ya service ya gari. Vitu vingine ni vya kawaida, tusifikiri tu vitu vikubwa. Huwa anasema hata vitu vidogo sana. Yeye nilisemesha kwa habari ya service ya gari karibu wiki. Ubize, tafanya kesho. Fanya service. Tafanya kesho na mimi sina tabia ya kuangalia oil. Na ilikuwa ni engine oil ambayo ni gari. Iue injini ambayo injini unataka chini ya milioni kadhaa. Kitu cha yani Mungu anataka kukuokoa na janga, ila ubize na kuona wewe kana kwamba wewe ndio unajua sana. Akanionyesha tena kwa maono. Nimepakia watu, nimefika mahali gari limezima. Nikampa kwenda garage. Nimefika garage. Kijana wa garage fundi akaniambia, "Hii gari umeifikishaje hapo?" Kwa sababu hata kikombe cha chai kidogo ile oil alikuwa ametoa ilikuwa ifiki ya engine. Ilikuwa ifiki kikombe, yani haijai, ni robo kikombe. Wakati magari mengine katika hiyo level yameshamoka. Nikamwambia namshukuru Roho Mtakatifu. Lakini alisema hata kabla hajafika hiyo level hicho kikombe. Alisema shughuli za kidunia, mambo ya kidunia, kudharau wakati mwingine, kuona muda upo nitafanya. Omba mwanangu, taomba kesho. Omba mwanangu, tafunga mwanangu, tafunga kesho. Hiki mwanangu kesho. Unaingia kwenye shida na kuja kutoka. Sote tuchepesi. Ambapo Mungu ameshakwambia, alafu ukakaza tu roho yako ukaeka ngumu. Kuja kutoka kwenye hicho ambacho umeingia. Sio wepesi. Jasho litakutoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuko tayari kumwambia Bwana imarishe mahusiano pamoja na sisi na aseme na sisi tuko tayari kumsikia. Tusimame kwa miguu yetu. Waimbaji. Haleluya. Ni maombi mawili tu mchana wa leo.